Suluhu Hassan sasa hivi tuna miundombinu ya kutosha na takriban 75% ya wanaohitimu darasa la 7 wanaendelea. Hatuwapeleki tena kwa awamu. Labda tuzungumzie hata swala mikopo ambalo ni muhimu sana kwa vijana wetu. Wakati rais wetu alivyoingia madarakani alikuta mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni bilioni 464. Sasa hivi kwa maelekezo yake mikopo imeongezeka kufikia bilioni 916.7, na katika mikopo hiyo maelekezo yake ni kwamba tutoe mikopo vile vile katika vyuo vya kati. Ni fursa kubwa imeongezwa kwa vijana. Kwa vyote vile tunajua bado tuna mahitaji makubwa, lakini lazima tuone hatua ambayo tumefikia. Katika swala la miundombinu, wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, tulikuwa na mikoa 5 haina vyuo vya VETA katika level ya mkoa. Lakini kwa muda huu ambao ameingia madarakani sasa hivi tumeshajenga VETA mpya ya mkoa wa Geita, Simiyu, Njombe, Rukwa, na ujenzi wa VETA ya mkoa Songwe unaendelea. Tulikuwa na wilaya 64 Tanzania ambazo zilikuwa hazina VETA ya serikali ngazi ya wilaya. Sasa hivi tunazijenga VETA 64 hivyo kwamba tukimaliza kila wilaya Tanzania itakuwa na VETA ya level ya wilaya. Labda nilizungumzie fursa hii muhimu sana kwa vijana, ujenzi huu unaokwenda. Kila mmoja aelewe kwamba katika VETA sasa hivi ukichukuliwa VETA boarding, yani unalala, unakula kule katika chuo cha VETA, ada yako ni shilingi 120,000. Na ukiwa unatoka nyumbani unaenda, ada yake ni shilingi 60,000. Kwa hiyo ukichukuliwa na serikali ukienda kusoma VETA kupata ujuzi kwa ajili ya kujiajiri au kuajiriwa, ada yake ni shilingi 120,000. Sekondari za ufundi zimeongezeka, baadaye nitazungumzia, lakini vile vile tuna ujenzi mkubwa sasa hivi wa kitu kinachoitwa polytechnics. Polytechnics ni elimu ya ufundi ngazi ya juu, lakini sio chuo kikuu kama ilivyokuwa DATEC wakati ule. Sasa DATEC imekuwa ni elimu ya juu. Sasa hivi tumekamilisha ujenzi wa polytechnics moja kule Dodoma, lakini tunaanza ujenzi wa polytechnics nyingine Mwanza, Kigoma, Mtwara, Morogoro na Zanzibar. Na hizi nitazielezea baadaye tutazitumia vipi. Vile vile tunajenga campus na karibia tunakamilisha baadhi ya maeneo, yani resident campuses ya vyuo vikuu katika mikoa ambayo ilikuwa haina kampasi ya chuo kikuu cha serikali. Ukiacha chuo kikuu huria ambacho kina matawi kila mkoa. Sasa hivi kulikuwa na mikoa kama Tabora, kama Kigoma, kama Rukwa, kama Kagera, kama Lindi, ilikuwa haina kampasi ya aina yote ya chuo kikuu. Ujenzi unaendelea, karibuni mtaona tunaenda kuzindua, nadhani tutaanza na Kagera, tutaenda Lindi na kadhalika, kwamba serikali na hii chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ilikuwa maelekezo yake kwamba kila mkoa kuwe na fursa ya chuo kikuu. Mtoto anaweza akasema mimi niko Mtwara lakini nataka nisome Kagera, aweze kwenda kule kwenda kusoma na kupata elimu ya chuo kikuu. Kwa ujumla wake bajeti ya sekta nzima ya elimu chini ya serikali ya awamu ya 6 imeongezeka kwa 40% na itaendelea kuongezeka. Kwa hiyo ni fursa zimeongezeka. Kwa sababu ya muda siwezi kuzitaja zote. Katika kipindi kifupi hiki cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni fursa kwa vijana, fursa ya elimu, kwenda kusoma kuanzia elimu ya awali, shule ya msingi, sekondari, elimu ya kati mpaka vyuo vikuu. Lakini pamoja na fursa, ubora je? Pamoja na fursa, ni kiasi gani elimu hiyo itakuwa inaakisi mahitaji halisi ya nchi, ya vijana, ya wahitimu? Mtakumbuka rais wetu wakati baada ya kuapishwa tu, hata mwezi hujapita, alikuwa na mkutano mmoja ulifanyika Ikulu Dar es Salaam. Na siku hiyo alizungumzia kila wizara. Ilikuwa inatangazwa live. Miwala alikuwa sio waziri wa elimu. Alielezea matarajio yake kwa kila wizara. Katika wizara ya elimu alisema nahitaji mageuzi makubwa ili elimu inayotolewa iweze kuakisi mahitaji ya kweli ya watu, hasa kuandaa vijana wetu kuweza kuajiriwa na kujiajiri kwa urahisi zaidi. Wengine mtakumbuka, nadhani ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 3, baada tu ya kuapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na siku anazindua sera hii ya elimu na mafunzo ambayo inaakisi yale maelekezo yake ambayo aliendelea kuyatoa hadharani na mengine aliyatoa kwa wizara na maelekezo yake. Wakati anazindua sera hii, alieleza mambo 3 makubwa yaliyochagiza yeye kutaka kuona mageuzi makubwa ya kihistoria ya elimu
hapa nchini. Ya kwanza ni idadi kubwa ya vijana na idadi kubwa ya watoto, kwamba hawa ni hazina ya nchi yetu kubwa na ni muhimu, lakini lazima tuwekeze kwao, na sio tu kwa fursa za elimu, lakini elimu ambayo inaakisi hasa mahitaji, waweze kupata ujuzi unaohitajika, ili si tu hapa ndani ya Tanzania, lakini dunia nzima iwe ni uwanja wa ajira kwa vijana wetu. Utandawazi unatoa fursa nyingi, lakini vile vile lazima tujiandae, tukitaka tu waweze kuwa na ujuzi, waweze kuweza kushindana na wakazi wengine popote pale duniani, tuende pamoja. Na mwisho alizungumzia swala la teknolojia. Mfumuko mkubwa wa maendeleo ya teknolojia yanahitaji elimu yetu ibadilike kuweza kuakisi haya mabadiliko katika dunia. Alieleza hayo wakati anazindua sera yetu, na kwa kweli mageuzi yetu kwa kiasi kikubwa yanaakisi yale maelekezo yake. Sasa labda nieleze kidogo kwenye mageuzi ya elimu, mambo makubwa yaliyopo. Najua muda utoshi, tajitahidi twende kwa kituo. Mfumo wetu wa elimu wa sasa hivi unaweza ukaita ni 7+2+3+. Yaani elimu ya msingi ya miaka 7, sekondari ya kati ya miaka 4, sekondari ya juu ya miaka 2, afu miaka 3 na kuendelea kwa elimu ya juu kwenda mbele. Sasa mfumo huu ulianza kutekelezwa hapa nchini kuanzia miaka ya 60. Kati ya mwaka 1965 mpaka 68, Mwalimu Nyerere alielekeza mabadiliko makubwa ya mfumo wa elimu hapa Tanzania, kutoka ule mfumo wa miaka 4 au miaka 8, miaka 12. Kulikuwa na miaka 4 unasoma, unaweza kumaliza, ni mwisho kabisa unaenda unatafuta kazi, unaendelea. Unaweza kaenda middle school, kaenda paka darasa la 8 au kaendelea mbele. Haya yalikuwa mabadiliko makubwa sana alifanywa chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Utekelezaji wake ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa maana hiyo ulitekelezwa kwa awamu, mkoa mmoja hadi mwingine, kuanzia mwaka 65 ukaendelea kubadilishwa mpaka 68. Wengi wenu hapa mmekuja kusoma wakati elimu ya msingi ikiwa ni miaka 7. Kwa maana hiyo wakati wa mageuzi haya kulikuwa na wakati wale walioko darasa la 8 na darasa la 7 kwa pamoja wanafanya mtihani mmoja wa kumaliza elimu yao. Kwa hiyo huo ni mfumo ambao tuliurithi kutoka kwa Mwalimu Nyerere, umedumu mpaka sasa hivi. Mageuzi makubwa kabisa ya mfumo sasa yanakuja chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Badala ya 7+4+3+, sasa tutakuwa na 6+4+2 au 3+3+. Nitaeleza kwamba kwa mabadiliko haya ambayo nayo tunatekeleza kwa awamu, lakini sisi hatutekelezi kwa awamu kwa mkoa hadi mkoa, tunatekeleza kwa awamu kwa nchi nzima. Lakini tumeanza mitaala mipya kuanzia darasa la 3. Hawa walioko darasa la 3 2027 watakuwa wanamaliza darasa, watafika darasa la 6. Kwa mfumo huu wa sasa hivi shule ya msingi itakuwa ni miaka 6. Ukimaliza mwaka wa 6 utafanya mtihani wa kupimwa na kadhalika, lakini lazima uendelee kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Kwa hiyo ni miaka 6 shule ya msingi, miaka 4 sekondari ya kati, miaka 2 sekondari ya juu au miaka 3 sekondari ya juu na kwenda miaka 3+. Kwa hiyo miaka 6 ukimaliza shule ya msingi lazima kwa sheria utasoma mpaka kidato cha 4. Kwa maana nyingine, mfumo huu mpya ambao unaletwa hapa nchini unatuondoa kwenye elimu ya lazima ya miaka 7 ambayo kwa sheria kila mtoto lazima akae shuleni miaka 7, inatupeleka kwenye elimu ya lazima ya miaka 10. Kwamba utakapoanza darasa la kwanza utaenda mpaka kidato cha 4. Utekelezaji wake utaanza rasmi mwaka 2028. Maelezo mengine tutatafuta siku tuongee, lakini kwa vyote vile kama ambavyo kuanzia mwaka 65 mpaka 68 walifika mahali ambapo kulikuwa na double cohort, sisi tutakuwa na wanafunzi wanahitimu shule ya msingi wakiwa darasa la 6 mwaka 2027 na wengine wanahitimu wakiwa na darasa la 7. Kwa hiyo kila shule ya msingi sasa hivi itakuwa na madarasa mawili yanahitimu kwa pamoja. Kwa sababu hao darasa la 6 walianza na mitaala mipya, walioko darasa la 7 2027 watakuwa wametumia mtaala wa zamani. Wote watakuwa na hitimu. Kutakuwa na graduation darasa la 6 wanamaliza shule ya msingi na graduation darasa la 7 wanamaliza shule ya msingi, na wote lazima waendelee kusoma mpaka kidato cha 4. Inaitwa double cohort. Tutaendelea kufafanua vizuri
tunajipanga vipi kuhakikisha kwamba tunatekeleza. Sasa umuhimu wa haya mabadiliko ni nini? Kwanza kabisa, dunia nzima ni nchi chache sana zimebaki ambazo zinatoa chini elimu ya lazima chini ya miaka 9. Hata majirani zetu mnaweza mkaangalia, nchi nyingi zimeona umuhimu wa kutoa elimu ya lazima kwenda mpaka sekondari. Hata Sustainable Development Goals ambazo sisi wa Tanzania tulisign tukakubali, zinasema kwamba tutoe elimu kwa watoto wetu wote mpaka sekondari. Kwa sisi kuendelea kutoa elimu ya lazima ya miaka 7, tunabaki nyuma. Hatuwezi kupambana na utandawazi kama alivyosema rais wetu. Lazima tuandae vijana wetu waweze kushindana na vijana kutoka nchi nyingine. Lakini pili, umri wa kuanza darasa la kwanza sasa hivi ni miaka 6. Kwa hiyo ukisoma umeanza na miaka 6, ikawa elimu ya lazima ni miaka 7, utahitimu ukiwa na miaka 13. Hakuna sheria kukuambia uendelee kubaki shuleni. Mtoto wa miaka 13 akitoka hawezi kuajiriwa, hawezi kujiajiri. Kwa hiyo ukianza kulalamika elimu yetu haiwaandae watoto wetu vizuri, ni kwa sababu mfumo huu wenyewe unamruhusu aondoke shuleni ana miaka 13 wakati bado ni mtoto tegemezi, hajajipanga vizuri. Ukweli ni kwamba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeenda mbali sana. Zaidi ya 75% wanaomaliza shule ya msingi wanaendelea kwenda sekondari. Lakini hao 25, je, si wa Tanzania? Tunawaachaje waingie mtaani na miaka 13? Kwa hiyo mfumo huu unasaidia kuandaa, ukiacha tu kwamba kuna maudhui mengi katika kufundisha, sitoweza kueleza yote yanayomwandaa mtoto vizuri zaidi, lakini walao tunajua sasa hivi atakapomaliza kidato cha 4 atakuwa na miaka 16. Amefikia umri kidogo, anaweza kabuni, akaanzisha shughuli zake, anaweza hata kaajiriwa na kadhalika, tukasonga mbele. Kwa hili ni swala kubwa la kwanza limefanywa na rais wetu, na kama nilivyosema, alieleza mageuzi ya elimu haya yaangalie vijana ni wengi, lazima tuandae vizuri, na watoto ni wengi zaidi, tujipange kuandaa vizuri zaidi. Alieleza kuhusu utandawazi, hawa vijana waandaliwe waweze kushindana, sio ndani ya nchi tu, washindana wengine waliosoma nchi nyingine, ili tuweze kufaidi matunda ya utandawazi. Na maendeleo ya teknolojia makubwa tuweze kuwasomesha vizuri, waweze kuendana na teknolojia. Sasa mtoto akisoma mpaka darasa la 7 akaacha, anaendaje na teknolojia sasa hivi ambayo ni kubwa, inasonga mbele? Mageuzi la kwanza hilo, yako mengi lakini tasema machache. La pili, kwa upande wa sekondari, kuanzia sasa hivi tunaenda mikondo miwili. Ukimaliza shule ya msingi, utachagua wewe kushirikiana na wazazi na walimu, unataka kwenda mkondo upi. Kuna mkondo wa elimu jumla. Elimu jumla, mambo mengi zaidi darasani, nadharia nyingi darasani na ujuzi. Halafu kuna mkondo wa elimu ya amali. Mkondo wa elimu ya amali, mambo mengi ya ujuzi, mambo mengi ya utendaji, mambo mengi ujuzi kazi, na vile vile darasani utajifunza mambo ya nadharia. Kwa hiyo kutakuwa na chaguo hilo, na tumejenga mfumo ambao hata ukienda elimu ya amali, ukimaliza form 4 ukitaka kurudi elimu jumla, form 5 na form 6 unaweza ukarudi. Kwa hiyo hatutaki mtu anaenda elimu ya amali ahisi yeye atakuwa short changed. Namba 1. Sasa elimu jumla ni kama vile ambavyo tunaifahamu vizuri, kwa hiyo sitaelezea sana. Utakaposoma pale, utamaliza kidato cha 4, ukitaka kuendelea utaenda form 1, utaenda kidato cha 5 na 6, afu unaweza kaendelea kusoma. Hilo tumelizoea. Hebu nielezee elimu ya amali. Na mnakumbuka rais wetu yote tarehe 6 mwezi wa 3 alisisitiza sana ujuzi. Na sio mara moja, amekuwa akisema mara nyingi, lakini sisi wizarani amekuwa akituita na kutupa maelekezo mara kwa mara. Elimu ya amali ni nini? Elimu ya amali ni ile ambayo mara nyingi watu wanaita elimu ya ufundi na ufundi stadi. Kiingereza technical and vocational training. Amali tumetoa, wenzetu Zanzibar wamekuwa wakilitumia muda mrefu. Wizara ya elimu kule inaitwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Yaani mafunzo ya kuandaa tayari kujiajiri au kuajiriwa. Unaweza ukachagua ufundi, yani technical, kama ilivyokuwa Moshi Technical Secondary School, Tanga Technical Secondary School,
Ifunda Technical Secondary School, Bwiru Technical Secondary School na nyingine. Au kaenda ufundi stadi ambao unaweza kuwa ni michezo au kilimo au uvuvi na kadhalika. Kwa hiyo elimu ya amali inabeba mambo mawili makubwa: ufundi ambao ni technical na ufundi stadi ambao ni vocational. Sasa wale watakaosoma mafunzo ya amali kwa mtaala tulionao, wakimaliza kidato cha 4, anapata cheti cha NACTIVATE. Watu wengi wanaita vyeti vya VETA. Ni kile cheti kinachokuruhusu wewe sasa hivi, pengine umesomea umeme, kufunga umeme kwenye nyumba, ufundi mitambo na kadhalika. Unapata cheti kinachokuruhusu kuajiriwa moja kwa moja, na unapata cheti chako cha baraza la mitihani cha form 4. Kwa hiyo uwanda huu tukiendelea kuupanua, vijana wengi wanaomaliza kidato cha 4 watamaliza wakiwa na ujuzi wa kutosha kuajiriwa na kufanya kazi hapo hapo, au kujiajiri, kuanzisha gereji yako na kuendelea kufanya kazi pale pale. Na mimi niseme hili watu walielewe, mimi nimekutana na vijana wa Tanzania waliosoma VETA. Ukumbuke sasa elimu ya ufundi hii ya upande wa amali inatolewa kama VETA kwa ujuzi wa mitambo, mambo ya umeme na kadhalika. Nimekutana na vijana wa Tanzania wanafanya kazi Kongo, wanafanya kazi Guinea Conakry inazungumza Kifaransa. Nimekuta kijana anaitwa Mboya. Nimekutana naye ananiambia kabisa Guinea Conakry tunafanya nini? Sasa mimi nimesomea ufundi mitambo ya nini? Ya migodi. Ameajiriwa hapa, akaenda Namibia, akaenda Mauritania, sasa hivi yuko Guinea Conakry. Kwa hiyo hii elimu ya amali tukifundisha vizuri, vijana wengi wataangalia dunia yote kama uwanja wa ajira. Watatafuta ajira hapa nchini, lakini na nje watapiganiwa. Kwa hiyo hatutaki tubaki nyuma. Kwa hiyo sekondari itakuwa na mikondo hiyo miwili. Sasa nimesema elimu jumla, ukimaliza kidato cha 4 unaweza kaenda form 5 na form 6 miaka miwili, afu unaendelea na elimu kama kawaida. Kwa wale wanaosoma elimu ya amali, yani ufundi na ufundi stadi, yani technical and vocational training, wakienda high school, wale waliosomea ufundi, yani technical education, wataenda katika kitu tunachokiita polytechnics. Hasa wengine mtakumbuka Dar es Salaam Institute of Technology zamani ilikuwa ni polytechnic, inaitwa DATEC. Hasa tunarudisha polytechnics hapa nchini. Tumekamilisha ujenzi wa moja Dodoma, tunajenga nyingine Mwanza, tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, tunajenga nyingine Morogoro na Zanzibar. Hizo na Kagera VETA ile tunaweza kaigeuza vile vile, kwa sababu ile VETA Kagera kwa kweli ni kubwa, inaweza kawa kama polytechnics. Kule ukitoka form 4 umesomea ufundi. Sasa sio ufundi stadi, ufundi. Tunataka uende kule ukasome high school, utapata cheti chako cha baraza la mitihani cha form 6, lakini utakaa miaka 3. Utatoka na diploma, utakuwa wajae kwenye uchumi wetu, kwa sababu ukiongea na baadhi ya watu waliowekeza kwenye bomba la mafuta nani wanakuambia tunahitaji watu kama hao wengi zaidi hapa nchini. Kwa mara nyingi tuliacha diploma tukakimbilia kwenda kwenye degree. Kwa hizi polytechnics tunazozijenga hizi zitakuwa zinachukua wanafunzi wanaotoka kwenye shule za ufundi. Sasa hivi shule za ufundi tunajenga mpya 103 duru ya kwanza, tutaongeza nyingine, na hao wa ufundi watakwenda hizo polytechnics. Lakini kwa ufundi stadi mwingine tunaongea na sekta nyingine mbalimbali. Vyuo vya mifugo vinavyotoa diploma vitoe diploma na cheti cha form 6. Vya kilimo vinavyotoa diploma vitoe diploma na cheti cha form 6. Na michezo na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba wale wa ufundi stadi na wenyewe wanaweza wakaendelea wakasoma diploma na cheti cha form 6 na wakawa tayari kuajiriwa, lakini wanaweza wakaenda chuo kikuu. Sasa unaweza kauliza, hivi kwa nini tulipoteza zile shule za ufundi? Tulipoteza shule za ufundi sababu nyingi, lakini mojawapo ilikuwa kwamba wale vijana wakimaliza wakija DATEC Polytechnics wanafanya miaka 3, walikuwa wazuri kweli kweli. Lakini wakienda chuo kikuu kusoma engineering wanatakiwa wasome miaka 4 sana, watu waliosoma PCM mpaka form 6. Kwa hiyo wanakuta wenzao wameshaanza, wako mwaka wa pili chuo kikuu, wenyewe wanaingia mwaka wa kwanza. Sasa hivi utaratibu utatengenezwa, wanaosoma polytechnics ule mwaka wa ziada waliosoma kule utapata msamaha kwenye vyuo vikuu, ili wasijihisi kwamba wamekuwa short changed. Ingawaje tungependa vile vile wakienda kusoma vyuo vikuu waende wakasome katika taasisi za elimu ya juu ambazo za kiamali kama Dar Institute of Technology, lakini hatutaziba milango wao kwenda kusoma katika vyuo vingine. Hilo ni jambo kubwa ambalo tumekuja nalo. Sasa katika mitaala mipya, ukiingia form 1 ni lazima kila mtoto asome
somo la biashara, business studies. Ni somo la kumwandaa mtu kuwa mjasiriamali. Kwa sababu mtoto akimaliza kidato cha 4, alafu nawaambia kama unaweza ujiajiri, lakini walao ajue mkopo unachukuaje, TIN number ni nini, BRELA ni nini, na vitu vingine ambavyo ni basics, lakini vinamuandaa vizuri zaidi. Vijana wetu wengi ni wabunifu, na ukiangalia around utaona kazi kubwa wanazozifanya, wanaanzisha hata viwanda vidogo vidogo, lakini elimu yetu lazima iwapeleke kwenye kujiandaa vizuri zaidi na swala hilo. Kwa hili somo la biashara ni la lazima kwa kila mtoto akiwa kidato cha 1 mpaka cha 4. Ni kukidhi yale maelekezo ya rais wetu kwamba vijana wetu waandaliwe vizuri zaidi kwa ajili ya kuajiriwa na kujiajiri. Somo la Kiingereza sasa hivi litaanza darasa la kwanza kwenda mpaka darasa la 6 wakati huo tunavyokwenda mbele, na kama ni shule ya English medium, Kiswahili kitaanza darasa la kwanza kwenda mbele kwa kisha wanasoma. Somo jingine ambalo sasa ni la lazima itakuwa ni historia ya Tanzania na maadili yetu. Watu nazungumza uzalendo, lakini vile vile kuielewa nchi yetu. Kuelewa hasa historia ya nchi yetu na kuweza kuielewa vizuri na kuitetea. Bila kufanya hivyo, tuna uhakika elimu inaweza kawa ni nzuri sana, lakini bila kujua tunatoka wapi, tuko wapi, tunataka kwenda wapi kama nchi, inaweza katupa matatizo. Haya ni mambo machache ambayo nilikuwa nataka kueleza katika mageuzi ya elimu. Yako mengi zaidi, labda kwenye maswali mtanipa fursa ya kudadavua na kufafanua. Kwa sababu yako mambo mengine, kwa mfano, tunaita kuchopeka maswala yanayoendana na digital education. Yamechopekwa kwanza kuandaa watu hata namna ya kufanya programming katika maeneo mbalimbali. Kwa sababu dunia sasa hivi inavyokwenda kule, bila kwenda kwenye digital education, tunaenda kwenye digital economy, tutashindwa ku move sana watu wengine. Sasa kuna swala moja muhimu sana. Hapa duniani tunatofautiana nchi na nchi, tunaangaliaga sana GDP, tunaangalia pato la nchi. Lakini ukiangalia vizuri sana, nchi zinasonga mbele zaidi kwa kuwekeza kwenye sayansi, teknolojia na ubunifu. Na elimu ambayo haiandai wanasayansi wa nchi, kwa kweli haiwezi kutuandaa vizuri kusonga mbele. Unaweza kuwa na mgodi wako, lakini huna teknolojia, huna sayansi ya kuendeleza. Huwezi kuwa na madaktari wazuri bila kuwa na wanasayansi wazuri. Kwa hiyo katika mageuzi haya na msukumo wetu, kuna emphasis kubwa sana imewekwa kwenye masomo ya sayansi. Kwa mfano, chini ya maelekezo ya rais wetu, kila mkoa imejengewa sekondari ya wasichana ya sayansi, na ameagiza zijengwe nyingine za wanaume kwa mikoa yote, ili kuhakikisha kwamba watu kweli wanasoma masomo ya sayansi. Lakini vile vile iligundulika vijana wengi wenye uwezo wa kusoma sayansi, wakifika form 6 anasoma PCM, anapata A3, lakini anaona mimi ngoja nikasome zangu biashara, hata kwenda kusoma sayansi kuna faida gani? Wao tumeweka vivutio, na rais wetu alituagiza akasema, nataka vijana hao wenye uwezo mkubwa sana kwenye sayansi wasomesheni moja kwa moja, sio kwa mkopo. Walipieni kila kitu na hela za kujikimu na laptop na nini, wasome sayansi ili wasiache. Sisi wizarani tulivyojadili tukasema usomeshaji wa namna hiyo unaitwa scholarship. Iko scholarship nyingi duniani. Kwa hiyo sisi tuliamua kuita Samia Scholarship. Tunatekeleza maelekezo yake ya kuwasomesha, na tumeita Samia kwa kuamua sisi wenyewe, kwa sababu scholarship zina majina zote. Hata ukienda Edinburgh kuna Nyerere Scholarship, sio hela za Nyerere, ni heshima tu kwa sababu alisoma kule. Kuna scholarship za Mandela, wala sio hela za Mandela. Kwa hiyo rais wetu alivyosema tuwasomeshe, wakimaliza form 6 wamefanya vizuri, mradi wakasoma masomo ya sayansi, tehama, hisabati, uhandisi au elimu tiba, vyuo vikuu vya ndani, tuwasomeshe, inaitwa Samia Scholarship. Tumekuwa tukitekeleza vizuri sasa hivi, na tumeona vijana wengi, watoto wengi wanapoingia kidato cha 1 wanaanza kusema nitajipambanua sana kwenye hisabati na masomo ya sayansi, nitaenda kuchukua taasisi za sayansi ili nimpunguzie mzazi wangu mzigo, nikienda chuo kikuu nasomeshwa. Wengine wanatumia neno bure, kwa sababu utalipiwa tuition fees, utapewa na hela ya kujikimu, utapewa na laptop, unaendelea na kusoma. Kwa hiyo Samia Scholarship inatumika kama kivutio, vijana wenye uwezo wasome sayansi. Nimesema bila sayansi nchi haiendelee. Tutafanya mambo mengi sana, lakini tunahitaji wanasayansi. Na wanasayansi hao wengine wakisoma uhandisi sasa wakienda mbele, wao wana teknolojia. Tuna migodi, tuna kila kitu, hatuwezi kutegemea watu kutoka nje tu. Lazima tuandae watu wetu. Katika mrengo huo huo, tumeamua kutoa Samia Scholarship Extended kwa baadhi ya field. Tunapeleka sasa hivi kwenye masters. Wakati fulani tulikuwa tunatafuta mtu wa kuangalia tume ya nguvu za atomi hapa Tanzania. Tukagundua wasomi wa maeneo hayo wamepungua sana, wakati sisi tuna uranium hapa Tanzania.
Kwa hiyo tukaamua kwamba kuanzia sasa hivi ile tume itenge fedha kusomesha Watanzania katika level ya masters katika kitu tunachokiita Samia Scholarship Extended katika maeneo haya. Eneo jingine kubwa na muhimu ambalo kwa hakika dunia inaenda kwa kasi sana ni eneo hili wanaita akili unde, yani akili iliyoundwa, artificial intelligence, mambo ya data science na maeneo kama hayo. Dunia inaenda kwa kasi sana. Hata masuala ya usalama wa nchi, uchumi, banking, kilimo kinaenda kutegemea sana masuala ya akili unde. Tanzania tunafundisha, lakini tumeamua, rais wetu alishatuambia mapema kwamba baada ya kutekeleza kuwapa scholarship hapa, hebu jitahidini mchukue ile cream de la cream, yani wale the best of the best, wapelekeni nje wakasome. Wanasema tafuta elimu hata China, au sio? China yenyewe imeendelea, imepiga hatua kubwa zaidi, lakini napeleka wanafunzi wake wengi Marekani kusoma. Kwa nini? Sisi si bado? Kwa hiyo maelekezo ya rais wetu tuwapeleke na vijana waliofanya vizuri sana. Kwanza hiyo ni kivutio. Ukiingia form 1, unajua ukitaka wanasemaje, kupanda pipa kwenda majuu, soma vizuri kwa bidii, serikali itakupeleka nje. Kwa hiyo tumeanzisha kwa maelekezo yake scholarship maalum ya kuwapeleka vijana top kabisa kwenda kusoma nje. Tumechukua vijana 50. Sasa hivi wako Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, iko pale Arusha. Ni chuo kikuu. Wamewekwa boot camp, yani kambi ya mafunzo ya kuandaa. Wanajifunza mambo mengi. Wengine wamaliza PCM lakini hawajachezea sana kompyuta. Wanapata fursa ya kufanya vile. Wanaandaliwa, wote watapelekwa kwenda kusoma nje kwa utaratibu wa serikali ambao sisi tumeamua kuita Samia Scholarship Extended, Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Hata wakisoma cyber security, hata computer science wakasome. Naamini bachi ya kwanza itaondoka mwisho wa mwezi Januari, wanaenda Johannesburg University, South Africa, na hiyo tumeichagua kwa sababu university ile ukisomea mambo hayo lazima ufanye wakati huo unafanya kazi kwenye makampuni hayo ya teknolojia. Unapata uzoefu mzuri, unakujenga zaidi. Sio mambo ya darasani tu, ni aina fulani ya elimu ya amali. Alafu bachi ya pili nadhani itaondoka, itaenda Ireland mwezi wa 9, na kule kuna uzoefu mkubwa sana, makampuni makubwa ya teknolojia. Wakati unasoma unapata fursa ya kufanya kazi, unasoma unapata fursa ya kufanya kazi. Kwanza ukimaliza unapewa visa ya kukaa miaka 2 Ireland kuendelea kufanya kazi na kupata uzoefu. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania tumeanza kutekeleza maelekezo ya rais wetu. Tumejiandaa kuwapeleka vijana hao kwenda kusoma nje. Tumeanza na vijana 50. Tutaendelea mbele ya safari tunaendaje katika eneo hilo ili Tanzania tusibaki nyuma. Tunawafundisha wengine hapa nchini. Nelson Mandela pale anafundisha. Kuna chuo cha Indian Institute of Technology, the best duniani, kinatawi pale Zanzibar. Tutapeleka baadhi ya Watanzania pale kwenda kusoma. Tutaendelea kujenga uwezo wa ndani, lakini tafuta elimu hata China. Na sisi tunaenda Ireland, tunaenda South Africa, tutaendelea kufungua maeneo mengine zaidi. Hasa ni upande huo wa sayansi na ni mambo mengi. Labda mtaniuliza, nitafafanua. Labda tuzungumzie kwa vijana wabunifu sasa hivi hapa Tanzania. Wanawezaje? Umebuni kitu kwa kutumia uwezo wako na teknolojia, unakwenda vipi? Unasaidiwa vipi? Sasa hivi kupitia COSTECH tumezindua mfuko ambao umeitwa Samia Innovation Fund, ambao unafanywa kwa kushirikiana na CRDB, na tunashukuru sana CRDB kwa kupatana na COSTECH. Sasa hivi tuna bilioni 2.3 kwa vijana wabunifu wanaotaka kuwa na ubunifu wao umefika mahali pa kuingia sokoni, watasaidiwa kuingia sokoni moja kwa moja. Tutaunganisha mfuko huu na zile fedha nyingine bilioni 200 za rais wetu, tuone namna gani tunaweza tukafanya interface vijana wengi zaidi waweze kufikia kule. Na tukumbuke hata scholarship za kwenda nje tunawapeleka ni vijana waenda kusoma nje. Tunataka vijana hao wapate fursa. Wajue kabisa ukitumia muda wako vizuri darasani, ukajitahidi, reward yako utakwenda kusoma nje. Tunaamini utarudi hapa kuja kusaidia nchi yetu. Kwa hiyo Samia Innovation Fund ipo tayari, kuna beneficiaries, na tutaendelea kuweka fedha kwa kushirikiana na CRDB kuhakikisha kwamba vijana wanaokuja na ubunifu wanaweza wakasaidiwa, wakaingia sokoni, wakafanya biashara, wakapata fedha, watarudisha fedha hizo, watazalisha ajira. Tuna fursa nyingine tena kwa vijana kwenye wizara yetu. Inaitwa Tuzo ya Taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Vijana wengi wanajaribu kuandika, wanataka kuwa kama Shaban Robert, kama Shafi Adam Shafi. Lakini walikuwa wakiandika miswada yao, namna kuhakikisha kwamba inauzwa, wapate faida, waishi kwa kutegemea vipaji vyao, ilikuwa ni ngumu sana. Sasa hivi serikali imeanzisha Tuzo ya Mwalimu Nyerere. Inatolewa kila tarehe 13 Aprili kwa jina la Mwalimu Nyerere.
ushindani unafanyika, mshindi anayeshinda anapewa milioni 10 cash. Halafu mswada wake unasaidiwa ili uweze kuchapishwa, uuzwe. Aone kwamba kazi yake inauzwa, inasomwa, na baadaye uko mbele ataendelea kupata faida ya kuendelea kuuza. Lakini fursa ni ya Mtanzania yote, lakini tulivyoona wanaofaidi sana ni vijana, ni fursa ya vijana. Kwa hiyo vijana vile vile wajue, wachangamkie. Labda nizungumzie masuala mengine machache kabla sijapokea maswali. Mnajua ndani ya siku 100 za tangu aapishwe rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, moja kati ya ahadi alizotoa ni kwamba tutajenga partnership, industrial links kati ya vyuo vyetu na industries, maeneo ya uzalishaji na utoaji wa huduma. Sasa tutazindua sisi mpango kazi ili kuhakikisha kwamba azma ya rais wetu inatekelezwa. Mwezi Januari tutatangaza tarehe. Lakini tayari tumeanza kuweka mikakati. Kwa mfano VETA sasa hivi tayari imesign MOU. Yaani wewe kama ni pengine unashona nguo vizuri, unauza, watu wanaona, VETA inaingia kwenye partnership na wewe, ili wewe na VETA mfanye kazi pamoja. Vijana walioko VETA wajifunze kwako, na utapata nguvu kazi kidogo, lakini ujuzi wako utatumika kusonga mbele, kuhakikisha tunaenda mbele, tunazalisha zaidi. Zaidi ya hapo, kwa vijana tuna utaratibu wa kurasimisha ujuzi. Utakuwa kijana pengine alimaliza darasa 7, kwa sababu ya utundu na ubunifu wake ni mshonaji mzuri sana, na mnawafahamu wapo. Mwingine anatengeneza furniture nzuri sana, mnawafahamu wapo. Sio kwa kusomea, kwa utundu wake tu. Lakini sasa kama kuna nafasi ya tenda, ya kuweza kupata tenda serikalini au mashirika mbalimbali, wanamuuliza cheti chako kiko wapi? Sasa tuna utaratibu tumekuwa tukiufanya na tunaendelea na tutaukuza, wa kurasimisha ujuzi uliopo huko mitaani. Ukija chini ya VETA kuna utaratibu wake, watakuangalia kirahisi sana, wakishaona kazi unayofanya, wataalamu watapima, baadaye utapata cheti ili kufungua fursa ya kijana kupata kazi. Ni fundi mzuri, unajenga nyumba safi, watakupima ili baadaye kama kuna nafasi ya kazi au tenda ya serikali usije ukakosa, kwa sababu unaambiwa cheti chako kiko wapi. Unasema mimi na cheti cha form 4 cha ufundi kiko wapi? VETA ina utaratibu huo, watahakikisha kwamba unaweza ukarasimisha kazi hiyo. Kwa hiyo kwa vijana wote Tanzania, nataka kuambia kwenye masuala ya elimu, kwa maelekezo ya rais wetu, kwa kweli sekta imejipanga sana kwenda mbele. Imejipanga sana kwa walioko mitaani kama anavyosema kurasimisha. Imejipanga vizuri sana kwa walioko mitaani ambao wanakuja na ubunifu. Imejipanga sana walioko mitaani ambao wanapenda kuandika, wanataka waweze kupata maisha yao vyovyote vile. Imejipanga sana kwa vijana wengi ambao wanasoma sasa hivi, na hasa vijana wadogo hawa, watoto ambao wanakuwa watahitaji ajira. Mimi niseme hili kwa serikali yetu na nimsemee rais wetu, ni ngumu sana kufanya maamuzi mazito kama haya ya mageuzi ya elimu, ambayo matunda yake hayaonekani siku hiyo hiyo uliofanya mageuzi. Yanachukua muda. Kwa mfano, tangu wazindue sera hiyo, ndio tunasema elimu ya lazima miaka 10 tutaanza kutekeleza kuanzia mwaka 2028. Sasa kwa mwanasiasa anayetaka kuangalia tu makofi hapo hapo na kesho kuna nini watu washangilie, itakuwa vigumu sana, utapata kigugumizi kufanya mageuzi haya ambayo ni ya gharama kubwa sana. Kwa mwanasiasa anayejali nchi yake na kuangalia vizazi vijavyo, akijua kabisa uwekezaji huu mkubwa na fedha nyingi atakaoziweka hapa, matunda yake yataonekana baadaye, pengine wakati wa shamaliza na uongozi wake, wengine ndio watakuja kupigiwa makofi. Kwa yeye kufanya maamuzi kusimamia mageuzi haya makubwa kabisa ya elimu tangu wakati wa Mwalimu Nyerere alivyofanya mwaka 65 mpaka 68, rais wetu kwa kweli anastahili maua yake, tumpongeze. Na sisi ambao ametupa majukumu tutajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kufanya kazi hii kulingana na maelekezo yake. Na sisi tunaahidi kwa Watanzania wote, hasa kwa vijana, hata watoto na wazazi na watoto wenu katika sekta ya elimu, na mnisikie vizuri, yajayo yanafurahisha. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa maelezo mazuri. Naamini waandishi wa habari wameyaelewa, na sasa tutoe fursa kwa waandishi wa habari ambao watakuwa na maswali ili waweze kuuliza. Nitaomba uulize swali, uende moja kwa moja kwenye swali kwa sababu ya muda. Naomba uende moja kwa moja kwenye swali. Utajitambulisha unatoka chombo gani alafu utauliza.
Asante, naitwa Elizabeth Elliot, natokea gazeti la Mwananchi. Swali langu la kwanza, Mheshimiwa Waziri, pamoja na mipango yote na jitihada zote ambazo zinaendelea kufanyika katika sekta ya elimu, unazungumzia vipi swala la dropouts? Kwa sababu inaonekana inakuwa kikwazo kwamba wanafunzi wanaingia lakini wengi hawahitimu, wanakatisha kabla ya kufikia kumaliza. Na swali lingine umezungumzia kuhusiana na double cohort ya 2028. Tunaweza kujua kidogo angalau hata mmejipanga vipi, kwa sababu katika kipindi cha kawaida hivi tunaona kunakuwa sisikiki. Katika hichi kipindi cha kawaida kunakuwa pia kuna kama wanafunzi wanakuwa wengi, wengine wanashindwa labda kwenda kuingia kwa wakati. Sasa tunaenda kipindi ambacho madarasa mawili yanahitimu. Mmejipanga vipi kama serikali kuhakikisha wote hawa wanaingia? Naam, asante sana Mheshimiwa Waziri. Mimi kwa jina naitwa Ali Mayala, ni mwandishi wa habari wa Daily News. Swali langu la kwanza nalielekeza kwenye upande wa bajeti kwa upande wa sekta ya elimu. Mheshimiwa Waziri, umesema kwamba imeongezeka kwa 40%. Nikahitaji tu nijue kwamba kutoka shilingi ngapi na hadi shilingi ngapi. Lakini pia swali langu la pili ni kwenye upande wa vipaji. Tanzania ni nchi ambayo ina vipaji vingi, na hivi karibuni tumeshuhudia watoto mbalimbali wamekuwa wakiibuka, wana vipaji wengine vya kutengeneza madaraja na ubunifu. Je, serikali ina mpango gani kuhakikisha kwamba sasa inakuja na mfumo maalum wa kuhakikisha kwamba hivi vipaji vya watoto wachanga, vya watoto wadogo vinaendelezwa na vinawekwa kwenye mfumo maalum ili kuhakikisha kwamba vinachangia kwenye maendeleo ya elimu? Lakini swali langu la tatu ni kwenye upande wa lugha. Mheshimiwa Waziri, umesema kwamba serikali itaendelea kufundisha kwa kutumia lugha ya Kiingereza, kwa maana ya kwamba kuanzia Kiswahili, lugha ya Kiingereza na Kiswahili kuanzia darasa la kwanza na kuendelea. Swali langu ni kwamba je, serikali ina mpango gani sasa kuhakikisha kwamba lugha ya Kiingereza inaanza kutumika kufundishia kuanzia shule ya msingi, ili kuhakikisha kwamba na sisi Tanzania tunakuwa na uwezo wa kuzungumza Kiingereza kwa umakini, ili kuhakikisha kwamba kwa namna moja au nyingine tunapoenda sasa kwenye soko la ajira ambalo tunalilenga, soko la duniani kwa ujumla, tunaweza kuibuka washindi. Swali langu la mwisho ni kwa upande wa ajira, kwenye upande wa walimu, kwamba nchi yetu wanafunzi wengi bado wanasoma pia hizi kozi za walimu na kadhalika, lakini changamoto imekuwa ni kwenye upande wa ajira. Je, serikali ina mpango gani sasa kuhakikisha kwamba hao waliomaliza kozi ya walimu eza wanapewa maarifa mengine ili kunourish kile walichokisomea ili kuweza kuajirika kwa namna moja au nyingine? Asante sana. Asante Profesa. Mimi naitwa John Ruhende, natoka Wapo Media. Swali langu ni moja tu. Umezungumzia kuhusiana na scholarship ambazo zimekuwa zikitolewa kwa jina la Samia Scholarship, na ukazungumza kwamba kuna wanafunzi wataenda kusoma watapewa kama ofa kukaa miaka miwili kujifunza kule kuendelea zaidi na zaidi. Swali langu ni kwamba mmeweka masharti gani kwa wanafunzi ambao mnasomesha kwa pesa za serikali wanaoenda nje kusoma, ili wasibakie huko nje, kwa sababu kuna vivutio vingi sana vya ajira, hasa wenzetu wanathamini sana elimu ambazo na vipaji ambavyo watu wanakuwa navyo. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, mimi ni Suleiman Msuya, niko Raia Mwema. Katika kuendeleza ile swali hapo la hao vijana 50, ni mkakati wenu ni kuwa na vijana wangapi ambao wanasoma masuala haya, na mnasomesha haya kwa maana ya hichi tunachokiona sasa hivi dunia hasa ya Tanzania inaonekana inabebwa na mitandao ya kijamii zaidi, na haya mambo ya AI ndio yanaonekana pia zaidi yamekuwa kama yanatuchanganya. Labda hili mnalifanya kwa mantiki ya kuangalia kwamba tunaweza kukabiliana nayo, au ni kwamba kwenda na mfumo wa dunia unavyotaka? Lakini swali la pili, Mheshimiwa Waziri, miundombinu, umezungumzia kujenga shule za wanawake, watoto wa kike na vitu kama hivyo. Lakini hebu tuambie kwa sasa hali ya miundombinu kwa swala la elimu kuanzia msingi mpaka sekondari, ubora wake ukoje? Sababu wakati mwingine tukipita huko vijijini unakuta shule mpaka unajiuliza hapa kweli kuna ni Tanzania au wapi? Yaani haina mwelekeo. Hili mnaliwekea mkazo gani kasi kwamba hii changamoto mnaondoka nayo? Lakini mwisho kabisa ni swala la turnover, yaani udahili. Plani yenu ikifika hiyo 28, mnafikiria kwamba kwa wakati mmoja wataingia wanafunzi wangapi kidato cha kwanza?
Tuendelee tu maswali yote kwanza, itakuwa rahisi zaidi. Asante, naitwa Jacob Mosenda, ni mwandishi wa elimu, natokea The Citizen. Mheshimiwa Waziri, swali moja na ambalo wengi wanajiuliza huko nje kwamba tumeanza mtaala mpya elimu ya amali, lakini vipi kuhusiana na walimu? Vyuo vyetu vya juu na vyuo vya ualimu naamini kwamba vinaendelea kufundisha, lakini je, kuna mikakati yoyote ya kuhakikisha kwamba sasa walimu wanaofundishwa vyuo vikuu wanakuwa na knowledge ya hiki ambacho kinaanza kufanywa kazi tunapoendelea na haya mapinduzi makubwa ya elimu? Swala lingine ni kuhusiana na vyuo vya VETA ambavyo vipo sasa hivi. Tumeona kwamba ifikapo mwaka huo kutakuwa sasa na sekondari za amali. Je, tunaweza kusema kwamba sasa vyuo hivi vya VETA vilivyopo sasa hivi vitakuwa vina linki vipi na hiki ambacho kinaendelea au vitafutwa? Asante. Jamani, kwa sababu ya muda naomba tuchukue maswali mawili ya mwisho. Na naomba tuende moja kwa moja kwenye swali. Asante, naitwa Sheila kutoka Azam TV. Nilikuwa naomba kufahamu utekelezaji wa mkakati wa elimu ya kisayansi ambao unalenga kila mwanafunzi wa darasa la 3 atakuwa na uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu vizuri bila shida. Mwisho kabisa. Asante, naitwa Martin Joseph natokea Radio Maria. Mheshimiwa Waziri, Nani jina? Martin Joseph natokea Radio Maria. Mheshimiwa Waziri, kumekuwa na majadiliano huko mtaani kwamba kipaji kimekuwa kikiwabeba sana Watanzania. Sasa kwenye elimu yetu hapa tumeambiwa kwamba wanafunzi watakuwa wakisoma miaka 6. Sasa kuna wale ambao wengine wanakuwa wana akili zilizopitiliza maarufu kama magenius. Huyu akiwekwa darasani anaweza tu akajua kusoma na kuandika, lakini akipewa taaluma mapema, ambapo hapa tunaonyeshwa kwamba mpaka afike sekondari ndo atapewa hii elimu ya amali. Je, haiwezekani huyu mwanafunzi tokea akiwa shule ya msingi akitambulika kwamba ana uwezo mkubwa wa kujua masuala mazima ya ufundi na kufanya vitu vingine, wakatengewa wakawa na darasa lao na wakaekewa mikakati maalum kama ambavyo wanafanya nchi za wenzetu? La pili, kuna swala la kuchopeka masuala ya digital, ambapo hili limezungumziwa upande wa elimu ya O-level kama sikosei. Tumekuwa tukiona kwamba wanafunzi wengi ambao wamekuwa wakimaliza degree sasa hivi mtaani wamekuwa ni content creator kwenye TikTok. Je, kwa nini hili swala lisingekuwa likiingizwa mapema kwenye elimu ya O-level, ili kusudi tusije baadaye tukawa tunawaweka watu darasani kwa muda mrefu, alafu mwisho wa siku tunategemea kupata degree ambazo zitakwenda kuwa engineering na hatimaye tunakuja kupata content creator wengi mtaani. Asante. Mheshimiwa Waziri, naomba sasa uendelee kwa ajili ya majibu. Asante sana, maswali mazuri sana. Nanipa fursa kufafanua baadhi ya vitu ambavyo Zamaradi alikuwa ananipiga jicho. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa nakimbiza sana niwe ndani ya muda. Waliniambia tujitahidi ndani ya saa moja tu tumeshamaliza. Sasa tuanze na Martin. Vipaji vya magenius. Sio genius au mtu mwenye kipaji maalum, pengine kwenye mpira au kwenye swala jingine, pengine kuchora, maybe muziki na kadhalika. Ni kweli mafunzo hasa ya amali yanaanza kidato cha kwanza. Tutakuwa bado na shughuli mbalimbali za ujuzi shule za msingi. Lakini swala kwa mfano la kuwa na shule za watoto wenye vipaji maalum, kwa mfano michezo. Wenzetu wanaanza kucheza michezo kama unaonekana na kipaji cha mpira wa miguu, wakati mwingine unaanza kwa umri mdogo sana, ule umri ambao wakati mwingine sisi yuko shule ya msingi. Hilo swala na leo linaangaliwa, na mnajua zitajengwa shule za michezo hapa nchini. Kwa hiyo tutakuwa na namna ya kuabsorb. Hakuna namna ya kukwepa. Na mitaala hii ni nyumbufu, flexible.
kuna namna mbalimbali za kuweza kuadopt na muda na vitu ambavyo vitaibuka mbele ya safari, lakini la vipaji maalum ni muhimu sana. Na kama tunataka kweli kuendeleza wanafunzi, kuna wanafunzi wengine wanaacha shule kwa sababu yeye angependa michezo zaidi. Kwa hiyo akipelekwa shule ya michezo na darasani kidogo atakaa shuleni, lakini ukimweka tu darasani hamna michezo, ndio anakuwa mtoro, kama swala dropout lilivyosema, ambalo nitalizungumza baadaye kidogo. Na kuhusu kuchopeka, ipo level zote za elimu kwa namna yoyote, lakini ukumbuke hatima yote inasaidia zaidi ukiwa umeshapata taaluma nyingine, ujue hisabati kwa namna fulani na vitu vingine. Kwa yale masomo kwa mfano ambayo yanaendana na coding, tumejitahidi sana kuyaingiza, kuyachopeka, kuandaa watu kuwa na ile mind ya kufanya programming. Umezungumza mambo ya TikTok na kadhalika. Ukumbuke TikTok na yenyewe inaweza kupitwa na wakati. Watu huko duniani wanagundua vitu vingi sana. Kwa hiyo tunazungumzia WhatsApp ambayo kila mtu anaitumia sasa hivi. WhatsApp aligundua mtu amekuwa bilionea. Kwa hiyo na sisi vijana wetu, na uzuri wa kugundua vitu kama hilo wakati mwingine si kwamba unahitaji mtaji, unahitaji ubongo wako mzuri. Kwa hiyo tunachotaka kuandaa vijana wetu waweze kuwa creative. Frontier technology kwa kweli inaenda kwa kasi sana. Watu wengine mimi nauliza hivi, miaka 80 hii, wengine mlikuwa mjazaliwa hapo, ungemwambia mtu kuna siku unaweza kanyanyua kitu kama hiki, sio ukaongea na mtu yuko Marekani lakini ukamuona ukiongea, nani anaongea mimi vitu kama hivyo? Kwa hiyo tunakoenda mambo mengi sana na kuja yanahitaji technology. Kwa hiyo ndio maana tumeweka kuchopeka, lakini kuandaa vijana wetu kwenye sayansi vile vile, na hasa kwenye hisabati ambayo inawasaidia mtu zaidi kutengeneza mikakati. Kwa hao ambao ni content creator, ni baadhi ya vijana tu ambao nadhani na elimu yetu itawaandaa wengi zaidi. Lakini tungependa kama ambavyo nilimuona bwana mmoja Mzimbabwe bilionea, sasa hivi akasomea vizuri sana haya mambo ya programming na kadhalika, kaanzisha kampuni yake huko Uingereza. Tulikuwa kwenye mkutano Kigali. Yes, sasa hivi kazi yake ni kujenga madata center Afrika. Lakini kwa sababu ya elimu aliyoipata imemwezesha kwenda mbali sana. Naamini vijana wengi ambao kwa utundu wao na uwezo wao tunahitaji kuandaa kidogo darasani, wanaweza waka make a breakthrough. Ndio maana yake. Sheila, umeuliza mkakati wa KKK. Sasa unataka kutukimbiza haraka. Ahadi ya Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 kutakuwa na mkakati kabambe wakakisha kwamba watoto wakiwa darasa la 3 wanamudu kusoma, kuandika na kuhesabu vizuri zaidi. Sasa tuna mkakati, mimi naomba tu tusubiri kwa sababu tutauzindua mwezi jana. Tumeshafanyia kazi sana. Mkumbuke ahadi ya Rais zote alizotoa lazima zifanywe kazi na sekta zote. Na tutatoa taarifa, Sheila, usubiri kidogo, alafu tutakuja kuuzindua. Lakini kwa kweli tunajipanga vizuri, ni ahadi ya Rais wetu kwa Watanzania, na tutajitahidi sisi ambao wametukabidhi majukumu haya tuhakikishe kwamba kweli tunazitimiza. Sasa kuna swali kutoka kwa Msuya nadhani. Mkakati wenu ulikuwa na wanafunzi wangapi? Mmeanza na wanafunzi 50. Wakati tunaanza mwanzo tulitaka tuende na wanafunzi 100, lakini tukasema hebu tujaribu kwanza tuone tunamudu kiasi gani. Kwa wanafunzi hao wamechaguliwa, kwanza niseme tu wamechaguliwa purely on merit. Baada ya baraza la mitihani kutoa matokeo, tuliwaambia waorodheshe kwa ufaulu bora zaidi wanafunzi wote waliofanya tahasusi za sayansi, ikiwa ni pamoja na advanced mathematics, kwa sababu hiyo ni requirement. Alafu tukachukua 100 wa juu zaidi. Baadaye tukakubaliana tukasema kwa sababu ndio tunaanza, hebu tuanze na 50 alafu tuangalie. Lengo letu tungepeleka wengi iwezekanavyo. Lakini lazima tukubali kwamba uwezo ukifika mwisho tunasogea mbele. Jambo la muhimu, kwa muda mrefu sana sasa hivi serikali inaanza kupeleka watu kwenda nje na kwenda kusoma vitu tulivyovipanga sisi. Sio scholarship tulizopewa, unapewa scholarship kwenda kusoma kule ambazo nazo tunazishukuru, lakini sisi wenyewe tumeona maeneo ambayo lazima tupeleke vijana wetu. Na vijana wakienda kusoma huko watatusaidia vizuri zaidi. Kwa hiyo baadaye, na singependa sana kusema, siku ile wakati nazindua nilisema tunaanza na 50, alafu baadaye tuna 200. Baada ya muda tunaenda 1000. Sasa hizo ni ndoto. Wanasema usipokuwa na ndoto kubwa huwezi kuwa kiongozi. Lakini ukweli tunangependa tuangalie uzoefu wa 50 ambao tunapambana waende. Hivi tuna scholarship katika baadhi ya nchi. Scholarship ambazo mara nyingi wa Tanzania hawazijazi. Na baada ya kuuliza, baadhi yao wanatuambia kwa sababu nyie mnazitangaza tu, hamuandai watu. Kuna balozi mmoja, tulikutana na mabalozi, balozi mmoja anasema sasa naona Tanzania mwanga mpya. Kwamba badala sisi tunaleta scholarship afu tunasema jazeni, tunapeleka, ametuambia scholarship za nchi yao. Rwanda wanapeleka wanafunzi,
Kenya wanapeleka, Tanzania hatupeleki. Sasa tunatangaza kila mtu ana apply, afu wengi wana apply wanakuwa sio wale ambao wamechujwa. Hatukufanya head hunting, kuchukua wale wenye vipaji na kuwa encourage. Moja kati ya vitu ambavyo tutavifanya vile vile ni kwamba zile scholarship tutawaandaa kama tunavyoandaa wanafunzi hapa. Na tutapenda tujaribu kuwa front load wale ambao wamefanya vizuri, tu encourage waende wakasome. Kwa hiyo nilijisikia vibaya sana alivyoniambia yule balozi, katibu mkuu alikuwepo. Anambia nyie watu Rwanda na wapita huko. Lakini kwa sababu tuliwaeleza mkakati wetu, sasa naelewa Tanzania mtaanza kuzichukua. Kwa hiyo hizi Samia scholarship tunazowapeleka, ziko scholarship nyingine niliwahi kwenda kwenye nchi tena muda sio mrefu. Na bahati nzuri siku hiyo safari nilikuwa na katibu mkuu. Nimeongea na waziri wa elimu pale, nikamwambia bwana, tunaomba scholarship sasa. Sawa, banalizeni hizi tunazowaletea. Sasa mkakati wetu huu utahakikisha kwamba vijana wenye uwezo tunawasaidia wana apply kwenye hizo scholarship, wanaenda kusoma. Na vile vile tunawasaidia ku apply kwenye vyuo vingine Marekani, lakini tutaangalia China, tutaangalia na Korea na kadhalika. Kwa hiyo naomba nisiseme, ungeniambia mimi nataka tupeleke wangapi? Brother. Ningetaka kupeleka wengi kadri iwezekanavyo. Kuna utani mmoja, lakini sasa sijui niseme maana mwana diplomasia. Nchi moja wakati imeanza mageuzi makubwa ya uchumi. Sasa ile kiongozi wake akaenda Marekani. Hasa wakati ile nchi mwanzo ilikuwa communist, ilikuwa imezuia watu wasiende. Sasa Jimmy Carter wakati akamwambia yule mtu yule kiongozi, akamwambia kwani usiruhusu vijana wa nchi yako wengi waje? Akamwambia unataka milioni 10 nikuletee sasa hivi? Na ile nchi sasa hivi imeendelea sana kwa sababu imesomesha watu wengi kule. Kwa hiyo ukiangalia China ilisomesha watu wengi, Marekani, India, Taiwan, hata Japan, Meiji Restoration kaangalie wao kwenda kutafuta elimu sehemu nyingine na kuja kutengeneza vyuo vyao. Kwa hiyo 50 ni mwanzo. Kwa kweli ni tone katika bahari, lakini si tuna tone? Mbona tulikuwa hatuna? Kwa hiyo kwa kweli ni mwanzo, lakini tutajifunza vizuri zaidi. Sasa hili nilijibu na lile swala kwamba mtahakikishaje wanarudi, kwamba tukiwapeleka wakienda wanarudi. Mimi sitalijibu, ngoja niwaambie ni kitu fulani hivi, afu wenyewe mtajaza. Ukiangalia India sasa hivi, na kasomeni kidogo technological development ya India, walimwaga watu wengi sana kwenda kusoma Marekani na kadhalika. Tena wakawa encourage, mkipata kazi kaeni huko huko. Sasa ndio wameanzisha Silicon Valley ya India kwa sababu wana uzoefu kutoka kule walikokuwa wanafanya. Ukiangalia China sasa hivi, wengi walienda kusoma Marekani wakabaki huko huko. Hawakuacha kuwa China. Wamefanya kazi kwa muda mrefu, wengine wamestaafu, wamekuja wanaendeleza na kubadilisha sana teknolojia ya nchi ya China. Unaweza kumsomesha mtu katika technology, alafu akarudi hapa akakuta bado industry hazijakomaa vizuri kumwajiri. Hapo sijajibu. Na wacheni mtafakari kwamba ukiwa na Watanzania sasa hivi amesoma, akaajiriwa Google, akaingia kwenye frontier ya technology, ana push, anakuwa maarufu huko aliko, hatasaidia Tanzania? Atasaidia saidi. Na mara nyingi ukiona wale wavumbuzi wakubwa, kwa mfano Bill Gates, alikuwa Microsoft ameanzisha wakati anafanya kazi IBM, nadhani kama sikosei. Alikuwa anafanya kazi kule. Amefanya kazi, ampata uzoefu, akaja kama sikosei, akaja na idea, hakuipenda, ndio akaacha, akaanzisha kampuni yake, mambo yakaenda. Sijajibu swali. Nasema tu sisi tunahitaji watu wengi waliosoma vizuri katika maeneo hayo na wenye uzoefu, industrial experience. Sio kusoma tu amalize chuo au na industrial experience. Atapata wapi industrial experience? Nadhani tu open minded. Hali sasa, msio unazungumzia hali ya miundombinu, ubora wake ukoje? Jamani, mimi nimetoka kugombea sasa hivi ubunge. Na katika kugombea na mimi nilikuwa natamba na uwekezaji uliofanyika, na mojawapo kwenye elimu, mashule yaliyobadilishwa. Nakumbuka mwenzangu alikuwa anagombea akaanza kusema, huyu anasema miundombinu ime-improve. Hii ni Tanzania nzima, sio yeye. Of course mimi nikaanza kusema, kama anasema sio mbunge, anagombea ubunge wani, lakini ukweli ni Tanzania nzima. Bado kuna maeneo kuna changamoto. Na nyewe wenyewe mnajua. Lakini angalieni na yale ambao uwekezaji umekuwa mkubwa. Hasa kwenye miradi kama Boost, Sequip, EP4R, utakuta ukarabati kwa kweli umeenda kwa kasi. Hatukatai zile changamoto ambazo bado zipo. Lakini wakati mwingine ni vizuri tukumbuke tulikotoka, tujitie matumaini na kazi bado iko mbele yetu. Kwa ile ambayo mwenzangu alikuwa anasema alikuwa mkweli.
Uwekezaji uliofanyika Rombo umefanyika nchi nzima. Kwa hiyo nilikuwa natamba nimeleta na Warombo watakuwa wanasikia saa hizi. Lakini serikali imejitahidi, na niseme ukweli, katika serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi wote tuliogombea ubunge, moja kati ya vitu ambavyo tumefaidika navyo ni uwekezaji mkubwa wa fedha zilizopitia kwenye halmashauri. Na hiyo sio kwenye elimu tu, hata kwenye zahanati na kadhalika. Kwa sisi tulibebwa na zile achievement ambazo zilikuwepo. Tumekamilisha? Hapana. Tuna kazi kubwa ya kufanya, ni kweli Msuya. Na hilo tutajitahidi kwenda nalo. Kuna swali, kwa mfano Mugenda, nadhani kama tuna sekondari za amali, sasa VETA zitafanya nini? VETA zina ka flexibility pale. Unaweza kawa umesoma, na kwa wakati fulani kuna watu walitania sana, unaweza kawa nimesoma nimaliza form 6 nimekaa, lakini bwana mimi nataka kwenda kujifunza ufundi umeme. Una flexibility ya kwenda, kama VETA karibu na nyumbani, shilingi 60,000 unajifunza pale VETA. Unaweza kusema nataka kujifunza sasa mambo ya useremala na kadhalika, ukaamua kwenda. Kwa hiyo flexibility ibaki. Ukiambiwa sehemu nyingine elimu ya watu wazima, maanake ni fursa za elimu mbalimbali, sio kusoma na kuandika, ni beyond that. Kwa na fursa kwamba hata kama umesoma lakini ukatamani unataka kujifunza kucheza muziki, kupiga piano, ndoto yangu hiyo na mimi vile vile. Umeshastaafu la yule, nitaenda wapi? Basi ukute kuna sehemu jirani unaweza kaenda ukajifunza. Kwa hivyo VETA itakuwa bado zina umuhimu wake. Pamoja na kwamba sasa hivi zinatumika zaidi kwa watu ambao wanatafuta fursa. Sasa sekondari zile za amali zitakavozidi kuongezeka, watu wanamaliza form 4 napata cheti. Lakini alienda elimu jumla, anaweza kamaliza form 4, anasema lakini bwana unajua mimi ningejifunza ufundi magari, hali ingekuwa nzuri. Tafuta hela yako 120,000, unaenda VETA, unakaa unajifunza ufundi magari, unapata cheti, unaanzisha gereji yako. Na tumeona baadhi ya watu nadhani baadhi yenu sio kama mlikuja wakati tulivyofanya kongamano la washonaji wa nguo na VETA. Unakuta mtu ana degree, tena mmoja alitamba asema mimi nilikuwa first class kabisa, lakini sasa hivi anashona na kiwanda chake cha kushona pale Moshi. Na anapata wateja wengi. Kwa wale wanaingia partnership na VETA. Na akasema yeye baada ya kusoma akaamua kwenda kutafuta ujuzi somewhere, akajifunza, akaanzisha kampuni yake, akaendelea. Kwa hiyo tunakuwa na mfumo ambao ni flexible, utakuruhusu umeshakwenda lakini unataka kurudi kutumia njia nyingine. Kama nilivyosema, serikali inatoa ruzuku kubwa sana kwenye elimu ya VETA. 120,000 unakaa bwenini unakula na umeme na maji. Kwa kweli serikali inajitahidi sana, ni jambo muhimu sana. Walimu wa amali watatosha? Swali zuri Mugenda. Hilo tunapambana nalo na kutafuta mikakati mbalimbali. Na mkakati mmoja hapo, of course, labda kurasimisha juzi zilizopo, lakini vile vile wale ambao wameshamaliza lakini hawakusomea ualimu, tuangalie uwezekano wawe na kozi ya muda mfupi ya pedagogy ili waweze kuajiriwa kama walimu. Kwa sababu unaweza kuwa na mtu unataka kweli awe ni electrical engineer, lakini yeye kasoma engineering pase, kasoma electrical engineering, hakusomea ualimu, lakini sasa yuko tayari kuja kufundisha. Kuna mkakati katibu mkuu pengine kama kutakuwa na muda anaweza katoa maelezo, lakini tunaenda na mikakati kama hiyo ya kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri. Kuna swali dropout. Elizabeth, ni kweli kuna swala la dropout ambalo ni si dogo, labda niseme. Na kuna mikoa ina dropout kubwa zaidi kuliko sehemu nyingine. Na wenyewe mnaona, niliona juzi baraza la mitihani lilivyotoa matokeo, wakaandika idadi ambao hawajulikani walipo. Hasa watu walitafsiri vingine, ni wale ambao waliacha shule kabla ya kumaliza. Tumefanya study, nadhani tutaenda kuiangalia vizuri. Kwanza kuangalia sababu za dropout. Nyingine ni family background, nyingine ni maeneo. Kwa mfano mpaka sasa hivi ninavyofahamu, mkoa wa Geita unaongoza kwa kuwa na dropout. Lakini mkoa ambao una shughuli nyingi za madini. Kwa hiyo inaonekana kuna watu wanaacha shule wakiona kwamba ni rahisi sana kwenda, na wengine wale wanaoenda kwenye mambo ya mifugo kuchunga wanataka kwenda kule. Kwa hiyo ni swala kubwa, hatutaki downplay, tutalifanyia kazi. Kitu kingine ambacho tunakifanya ni kutengeneza mfumo unganishi, kwamba mwanafunzi anapoanza shule anapewa namba ni hiyo mpaka umalize, tutakuwa tunakufuatilia, tutajua uko wapi. Kwa sababu kuna wakati mwingine unadhani, kwa mfano wale waliomaliza darasa 7 tunaona 75 tu ndio, 75% wanaenda form 1, wengine wanaenda FDC, wengine wanaenda VETA. Lakini ukiwa na namba
unaweza ukatrace vizuri zaidi. Alafu wengine wanapomaliza wanaenda kusoma international schools Cambridge. Hasa kule lazima tuwe na system ambayo tunawatambua. Kwa mfumo huo unafanywa kazi, utaumaliza na kwenda hivyo. Double quote vipi? Sio jambo dogo, lakini tuna mkakati. Na najua tuna andiko, na katibu mkuu amefanya kazi kubwa sana na wataalamu. Kuna namna nyingi. Unajua double quote, hawa wanaomaliza la 7 na la 6 ni mara moja tu. Wakienda form 1 au madarasa mawili, form 2 mawili, form 1 watakuwa darasa moja. Kwa sababu ni huo mwaka mmoja tu. Na ndivyo ilivyotokea miaka 60. Lakini kuna njia nyingi. Kwa mfano, kwenye PPP, kama tutakubaliana na private sector vizuri, tutawapeleka wengine kwenye shule binafsi kwa gharama ambazo ni reasonable, na wenyewe wakapata wanafunzi wakawafundisha. Lakini kuna facility nyingine. Sisemi ndivyo tutakavyofanya. Hivi kwa mfano, tukiamua kwamba mwaka huo VETA nyingi tutazifanya tu ni shule za amali, wanaingia pale form 1 wanaendelea kusoma mpaka wamalize. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali za kufanya. Kwa kweli penye nia pana njia. Kwa hiyo temptation kubwa mwanzo wakati tunafikiria ni kusema kwamba okay, wale wa darasa la 7 hatutasema lazima waseme mpaka form 4. Hao darasa la 6 ndio tukasema hapana. Hii serikali hii haitofanya hivyo. Na maelekezo ya rais wetu, tujitahidi tuwapeleke watu wote mpaka form 4. Kwa hiyo hatuwezi kuja kumwambia rais sasa tunaona tukifika 28 wale wa 6 ndio tuwapeleke, wale wa darasa la 7 tuache. Nadhani tutalitekeleza vizuri. Kama nilivyosema kuna namna nyingi za kutekeleza hiyo. Haya Mayala, hivi Mayala Kisukuma maana yake nini? Mayala kwenye, kwanza tuzungumzie kwenye lugha. Tumekuwa na mfumo nyumbufu, flexible. Shule by default, shule ya msingi itafundisha kwa Kiswahili isipokuwa somo la Kiingereza. Na default, kwenda form 1 kwenda juu utafundisha Kiingereza isipokuwa somo la Kiswahili. Kama unataka kufundisha English medium primary utaomba kibali maalum. Na lazima ufundishe Kiswahili kuanzia darasa la kwanza. Na kama unataka kufundisha Kiswahili medium secondary utaomba kibali maalum. Lakini lazima ufundishe Kiingereza. Hatuwezi sisi tukaacha kabisa Kiswahili. Haya ni maandalizi ya kujijenga vizuri katika kufundisha Kiswahili. Hatuwezi sisi na wadau wote. Hakuna mdau alikuwa tayari kusema tuachane moja kwa moja na Kiswahili. Lakini wengi walisema tuende kwa namna ambayo tunajenga uwezo, tusije tukakimbiza alafu tukajikuta tunaharibu. Kwa hiyo utaratibu ambao tumeweka huu utatujengea uwezo tu. Tutakuwa na sekondari nyingine zinafundisha Kiswahili, physics, biolojia na kadhalika. Na tutazimonitor performance yake. Na tutaweza kupata ushuhuda. Tutakapopata nyingi zaidi tutashukuru. Kwa hiyo baadaye tunaweza tukafanya by default kuanzia kidato cha kwanza kwenda juu tunafundisha Kiswahili. Lakini tunataka tuende katika namna ambayo tunapima utekelezaji wake unaendaje. Lakini kwa Kiingereza, ili mtu aweze kusoma Kiingereza ambayo ni muhimu sana, sisi tunataka mtu ukifundishwa lugha. Mengine sikusema hapa, kuna lugha nyingine sasa hivi hata shule ya msingi option unaweza ukasoma. Unaweza ukasoma Kichina, unaweza ukasoma Kiarabu, unaweza kusoma Kifaransa. Tumeziweka lugha kama hizo humo. Kwa hiyo lakini tungependa ukifundishwa kweli uweze kuongea. Sio unafundishwa Kiingereza unatoka darasa la 7, inakuwa shida. Kwa maana hiyo hata namna ya kufundisha kwenye mitaala imebadilika. Labda nitumie lugha moja ambayo wataalamu wanasema tunafundisha zaidi kimawasiliano kuliko kikanuni. Hasa wengine labda mtakumbuka darasani mwalimu anatumia muda mrefu present participle tense, past participle tense, verb, adverb, sio nini. Sasa mwanafunzi wakati mwingine anakuwa bored kwa sababu hapo naangalia kanuni. Sasa hivi unaanza kwa kuongea. Hata ukiboronga kidogo sawa, lakini unaanza kwa kuongea. Na wataalamu wanasema kwani nikija Usukumani mimi nikakaa pale mwaka mmoja, sitajifunza Kisukuma? Sianzi kujifunza kanuni, naanza kuongea. Kwa hiyo darasa la kwanza wataanza kuongea alafu kanuni zinajijenga, baadaye wataanza kuongea. Lakini hizi lugha nyingine zitafundishwa. Lakini hata Kiswahili nako tutajitahidi watu wajifunze Kiswahili vizuri. Sio kwamba tuko sanifu sana kwenye Kiswahili, nako tuna namna ya kuhakikisha kwamba tunaendelea vizuri sana. Ajira za walimu ni kweli, lakini mnaona sasa hivi serikali inaendelea kuongeza ajira. Nadhani sasa hivi katika siku 100 utaratibu karibu ajira zitakuwa zimekamilika, watu washaomba. Nadhani ni 7,000 tunaanza nao, na rais wetu aliahidi tutaweka. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunayo, lakini changamoto ipo pale ili sisi tujitutumue
tuweze kutatua, na tunamshukuru sana rais wetu kwa sababu tunaenda na hilo. Kuna vitu vingi kwa mfano sasa hivi tunapanua sana matumizi ya digital kwenye kufundisha, na tunashukuru wadau mbalimbali ambao Mastercard nadhani mojawapo walikuja, lakini hata makampuni ya simu mengine yanatusaidia, tunazunguka ili tuhakikishe kwamba namna kujifunza kunaongezeka. Na TET pale wana television wanafundisha, na unaweza ukadownload ukaenda ukatumia. Zamani wakati tunasoma tulikuwa tunakaa pembeni na radio inatufundisha, tunakaa tunasikiliza. Kwa hiyo tunaweza tukasonga mbele zaidi. Kuna namna nyingi sana za kudili na swala hili, nyingine wala sitazisema, mtakuwa mnaziona mbele ya safari. Budget kwa sababu sijavaa miwani atasema DPP hapa. Vipaji. Sasa ngoja niwaambie hata hili swala la kwanza Samia Scholarship Extended, hata Samia Scholarship kwa jumla yake. Jamani, vijana wengi walikuwa wanasoma hisabati, anapiga wenzako wanamcheka na kupeleka wapi? Wakati hisabati inawasaidia wenzetu kwenye mambo ya robotics, lakini sisi ukifanya vizuri anakucheka. Sasa ili iweje? Sisi kuweka incentive kama hizi za kupata scholarship zinasaidia mtu useme ndio nitasomeshwa na serikali mpaka nimalize. Na vile vile ukifanya vizuri unaweza ukaenda nje kwenye vipaji kama hivyo. Lakini vipaji vingine ambavyo tunaweza tukavizungumzia, kama michezo nimezungumza, kama music. Kumbuka tukisema mafunzo ya amali, manake ni mafunzo ya ufundi na ufundi stadi.